Day 2 News. We enlighten the dark side. Jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya limesema limemkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye miaka 30 ambaye ni mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant akitokea nchini Kenya kuingia nchini akiwa na mabomu manne ya kurusha aina ya CSM-68. Ni moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo ina trend hivi sasa nchini Tanzania, ambapo hii ni taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa huo CACP Mark Njera. Imesema Ongeta amekamatwa jana Novemba 16 majira ya saa 6 kamili mchana katika mpaka wa Sirari alipotaka kuingia nchini kwa kutumia gari aina ya Land Cruiser yenye namba za usajili KDP 502Y. Taarifa ya polisi imefafanua kuwa Ongeta ana uraia pacha wa Marekani na Kenya, huku akiongeza kuwa silaha hizo alizokuwa nazo kwa mujibu wa sheria za kumiliki silaha Tanzania asingeweza kuruhusiwa kuingia nazo nchini. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake, imesema hiyo taarifa ya polisi, taarifa ambayo ilitolewa usiku wa kuamkia leo Jumatatu, na imekuwa ni taarifa ambayo iko trending, of course inajadiliwa sana na wengine kusema kwamba of course hatujui sheria zinasemaje katika hili, lakini ingekuwa ni vyema pia mamlaka za Tanzania kuonyesha picha ya mwanajeshi wa Marekani mwenye uraia wa Kenya na Marekani aliyekamatwa na mabomu, ingekuwa poa sana. Of course ingawa bado tunasubiri tamko la Marekani na Kenya kuhusu raia wao aliyekamatwa. Of course pia jeshi la Marekani nalo ni muhimu wakatoa tamko cause issue inamhusu mwanajeshi wao aliyekutwa na mabomu. Yani tunategemea sasa tusikie tamko kutoka kwa serikali ya Kenya, tamko kutoka kwa serikali ya Marekani, lakini pia kupitia jeshi la Marekani kwa sababu aliyekamatwa ni mwanajeshi wa jeshi la Marekani. Na baadhi ya watu wanasema pengine ni taarifa fake za kubadilisha upepo kulingana na hali inavyoendelea nchini, lakini kwa ambao wanasema taarifa ni fake, pengine labda tujiulize, je, Tanzania inaweza kukubali kuingia kwenye mgogoro wa kidiplomasia na Kenya na Marekani kwa kutoa taarifa fake wakati huu? Jibu linaweza kuwa hapana, kwa sababu mamlaka zimejiridhisha katika hili kabla ya kuileta taarifa kwa umma. Tukumbuke taarifa hii inahusisha masuala ya kidiplomasia, hivyo taifa aliwezi kusingizia taifa lingine, kwani kufanya hivyo ni hatari kweli kweli na kunaweza kuingiza taifa katika mgogoro wa kidiplomasia. Lakini pia tunaweza tukajiuliza maswali mengine kadhaa, kwamba hayo mabomu walikuwa wanayapeleka wapi? Ilikuwa ni bahati mbaya pengine? Kwa nini wakati huu? Mwenyeji wake Tanzania alikuwa ni nani? Alikuwa kiwasiliana na watu gani Tanzania? Na mambo mengine kama hayo. Wewe unaonaje? Unaweza kutuandikia comment yako hapa chini. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Day 2 News. Day 2 News. We enlighten the dark side.